بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Kwanza kabisa, baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, nawashukuru viongozi wa Masjid Ihsan kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuja kukutana na ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu na mama zangu wa Iringa, ambapo na kumbukumbu nzuri ya maisha ya hapa Iringa katika siku ambazo tuliishi hapa katika kipindi kilichopita. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhi ndugu wetu huu ili tuendelee kukutana pale ambapo tutakuwa tuko hai, basi tuwe tunakutana mara kwa mara inshallah. Ama kuhusu mada, Sheikh Mshana anasema mimi ndio mzungumzaji mkuu, lakini mazungumzo karibu yote Bwana Abdalla ashamaliza. Yani yale yote ambayo nimepanga kwa nizungumze, Abdalla ameshazungumza. Lakini swala la mabadiliko hili ni swala tu la watu kukaa na kujadiliana. Tunaposema mwezi wa Ramadhani na mabadiliko ya Waislamu, ni jambo ambalo hasa Waislamu wanatakiwa kukaa wakajadiliana namna gani tunabadilika, kwa sababu lengo la ibada ya saumu ni mabadiliko. Lengo la ibada ya saumu ni mabadiliko. Kwa sababu gani? Aya iliyosomwa hapa, Allah aliposema la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu, maana yake ni kwamba lazima tubadilike. Ucha Mungu una daraja. Unaweza wewe ukawa ni mcha Mungu, lakini akawepo mwenzako akawa ni mcha Mungu zaidi. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani unapofika, ni sehemu ya watu kujiandaa ili kupata mabadiliko katika maisha yao, kwa sababu Allah anatutaka tufike sehemu fulani, na ametuwekea Ramadhani ndiyo sehemu ya kujipanga ili tuweze kufikia hiyo sehemu. Sasa kama utakuwa haubadiliki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi jua unakula hasara. Kila Ramadhani inapokuja ikiondoka, utakuwa umekula hasara. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na hasara hii ya kutobadilika. Allah alipotoa tangazo la kwamba watu Waislamu wafunge ibada ya saumu, kwa ile aya yenyewe tu inavyoonyesha mwanzo pale, inaonyesha kwamba hii ni ibada nzito, kwa sababu ni ibada ya lazima. Kutiba alaykumus siyam, mmelazimishwa, mmefaradhishiwa. Kwa sio ya hiari kwamba ukitaka utafanya, ukitaka ufanye, ni ya lazima. Sasa ibada ikiwa ya lazima, maana yake hiyo ibada ni nzito kwa kawaida kwa mwanadamu. Lakini Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake, mbele ya kipengele hiki cha kufaradhishiwa, akaleta vipengele vingine vinavyotupunguzia ule uzito. Yani aya yenyewe ukisoma unaiona kabisa Allah anavunja ule uzito wa faradhi ya Ramadhani. Kutiba alaykumus siyam, hapa ndio kwenye uzito. Kipengele cha kwanza kinachovunja uzito, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa
walilazimishwa waliokuwa kabla yenu. Maana yake kwamba Muislamu akijua kwamba kumbe kuna watu wengine nao pia walilazimishwa na wakaweza, sisi inakuwaje tusiweze? Uzito wa Ramadhani unaanza kupungua. Lakini sasa Allah akataja lengo ambacho pia ni kipengele cha kupunguza ule uzito, la'allakum tattaqun, ili muweze kufikia daraja ya uchamungu. Muislamu yoyote yule anatamani kufikia daraja ya uchamungu. Sasa kama kaambiwa kwamba somo ndio daraja itakayokufikisha kwenye daraja ya uchamungu, hiyo somo kwa yoyote kwake ataiona ni nyepesi kwa sababu ya lengo analokusudia. Siku zote njia inakuwa nyepesi endapo lengo ni kubwa. Yaani mtu akiwa na lengo kubwa, basi katika njia ya kufikia kwenye lengo lake, hata kama kutakuwa na mazito gani, atayaona ni mepesi kwa sababu ya lengo analolitafuta. Lakini bado Allah kwa hikma yake anazidi kutuvunjia Ramadhani tuione ni nyepesi. Anasema ayyama ma'dudat, ni siku chache tu. Msije mkafikiria kwamba kutiba alaykumus siyam maana yake kwa sasa nitakuwa ni kufunga tu maisha yangu yote. Hapana, ayyama ma'dudat, ni siku chache tu. Hapa tayari Muislamu anaona kama ni siku chache tutapambana, tutaziweza. Uzito ule wa fardhu au kutiba unazidi kupungua. Halafu kuna kipengele kule asema man kana minkum maridan au ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mtu akiwa mgonjwa au akiwa safarini, basi afungue, atakuja kulipa siku zijazo. Kwa sababu hapa pia Muislamu alikuwa akitafakari kwamba sasa itakuwaje tumelazimishwa, mimi kama naumwa au kuna mambo magumu kama hayo, safari na mambo mengine, Allah bado ameweka wepesi. Yote hii Allah kutupendezeshea Ramadhani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii Ramadhani tukikubali, tukaiona ni nyepesi, ndiyo itakayotuletea mabadiliko katika maisha yetu, na Allah anataka tubadilike. Angalia mabadiliko ambayo yanachagizwa na Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ndio maana akasema maneno yote kabaliza ndani bila vitabu mbele. Mtume anasema yoyote ambaye hayuko tayari kuacha maneno machafu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hayuko tayari kuacha mambo machafu, vitendo vichafu na maneno machafu, basi Allah hana haja na somo ya mtu huyo. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anashikilia hapo kwamba tuwe na mabadiliko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana somo ni ibada ya mabadiliko kwa Waislamu, na ndio maana sasa hivi hata wale watu ambao wanajulikana mazungumzo yao yote asilimia kubwa ni matusi, sasa hivi hatukani tena. Mtume anatoa mwongozo kwenye hadithi, anasema siku mtu mmoja wenu akiwa amefunga asiseme maneno machafu, asitukane, na akitukana na mtu au mtu akaonyesha dalili za kutaka kupigana naye, na amwambie mimi nimefunga. Na hivi ndivyo Waislamu walivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani ni ngumu sana kukuta Muislamu anapigana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Labda awe amevamiwa sasa na uawa, atajitetea na ana wajibu wa kujitetea. Lakini ugomvi huu wa kawaida ni mara chache sana kukuta Muislamu anapigana. Mara kwa mara kwa baba samani usinileteshe kwa mimi nimefunga. Kwa sababu gani anasema ndio? Kwa sababu amebadilika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
si mtu tena wa matusi, si mtu tena wa kupigana, si mtu wa maneno machafu. Na hata mmoja akikosea wenzake wanamwambia bwana wewe kufunga nini? Kwa nini anaambia wewe kufunga nini? Kwa sababu kasema neno au kafanya kitendo ambacho kinaonyesha hajabadilika. Na inavyotakiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Muislamu abadilike. Kwa hiyo wenzake wakimuona tu kwamba amefanya kitu ambacho hakionyeshi mabadiliko, wanamshangaa na kumkumbusha, bwana vipi wewe hujafunga? Waislamu, somo ni ibada ya mabadiliko. Katika mambo ambayo Uislamu unayapigia kelele sana sana sana, na mafundisho ya Mtume yamejaa, ni swala la tabia kwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza yeye mwenyewe anapewa sifa na Allah ya tabia. Hii ni ishara kwamba kila mfuasi wa Mtume anatakiwa kuwa hivi alivyo Mtume. Mtume anaambiwa innaka la'ala khuluqin adhim. Wewe Muhammad una tabia njema sana. Tabia yako ndio tena Mwenyezi Mungu anamwambia la'ala, yani kama vile tabia ziko chini, Mtume yuko juu kwa namna alivyokuwa na tabia njema. Yani yeye ni top katika tabia njema. Sasa kama wewe ni mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na unajisikia fahari kwamba wewe ni mfuasi wa Mtume, huna hiari, lazima na wewe uwe na tabia njema, kwa sababu Mtume wako ana tabia njema. Mtume mwenyewe anajielezea, huku kaelezwa na Allah, hapa anajielezea yeye mwenyewe. Anasema inna ma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mimi nimeletwa kuja kukamilisha tabia njema. Mtume kaifanya dini yote aliyokuja nayo ni tabia njema, na si aliyokuja nayo yetu, hata iliyokuja na mitume wengine. Mitume wengine wamekuja kuanza kusimika tabia njema ndani ya dunia, Mtume kaja kuzikamilisha, kwa sababu yeye ndiye wa mwisho. Kipande walipoacha wenzake kaja kukamilisha. Sasa dini yako wewe Muislamu yote ni tabia njema. Inakuwaje wewe unakuwa na tabia mbaya? Angalia maana ya neno takwa. Takwa wanasema ni hali fulani inayopatikana kwenye moyo wa mwanadamu, ambayo hiyo hali inamzuia mwanadamu huyo kufanya maasi na kufanya mambo yote ya ovyo na tabia zote mbaya. Hiyo hali inakuwa ndani ya moyo, kazi yake ni kumzuia Muislamu kufanya mambo mabaya. Kwa hiyo Muislamu, hiyo takwa ikiwepo kwenye moyo, ndio ataacha kusengenya. Takwa ikiwepo katika moyo wake, ataacha kusema uongo. Takwa ikiwepo ndani ya moyo wake, ataacha kuwasingizia watu mambo ambayo hana uhakika nayo. Tabia mbaya zote ataziacha kwa sababu ya takwa. Na hii takwa ndio ambayo tunaipata ndani ya ibada ya somo. Ndio maana tunaambiwa somo ni ibada ya mabadiliko. Halafu hii takwa ndio hii ambayo Sheikh Abdallah amesoma hapa aya za Al-Imran, uiddat lilmuttaqin, pepo imeandaliwa wacha Mungu. Sasa Ramadhani imekuja ikutengeneze uwe mcha Mungu ili ustahiki pepo. Na ili ujue kwamba hizi tabia tunazotakiwa kuwa nazo ndani ya Ramadhani ndio muhimili wa kufaulu kwako wewe Muislamu hapa duniani na akhera. Msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema katika hadithi Muflis. Mtume sallallahu
Sasa hii hadithi ndugu zangu, yani mimi kila nikiipitia na ndio maana naisema mara kwa mara. Na Muislamu hii hadithi anatakiwa kuiweka mbele ya macho yake. Kila unapoishi hebu weka hii hadithi ya muflis mbele ya macho yako. Ni hadithi moja ambayo imekuja kutupa tahadhari ya hali ya juu. Ni hadithi hatari sana kwetu. Mtume anawauliza maswahaba, atadruna manil muflis? Mnamjua muflis ni nani? Maswahaba wanamwambia Mtume, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Muflis miongoni mwetu ni yule mtu ambaye hana pesa wala hana rasilimali yoyote katika maisha yake. Huyo ndio muflis. Basi kama alikuwa nazo akafilisiwa ama tokea hapo hana, huyo ndio muflis. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitegemea hili jibu, na hata sisi tungeuliza tungelijibu hivyo. Mtume akaelezea muflis wa hakika ni nani. Mtume akasema muflis katika ummati wangu ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama, ana swala, ana saumu, ana zaka, ana hija, ana sadaka, ana mambo chungu zima amali njema, yani amali njema zimejaa. Amekuja na kikapu chake cha amali njema kimejaa. Lakini sasa alimtukana mtu, alimsingizia mtu, alikula mali ya mtu kwa dhulma, alimpiga mtu, alimuua mtu kama alivyofikia kuua, alifanya tabia mbaya zote zinazojulikana kuwafanyia watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu zitachukuliwa thawabu, kwa sababu watu aliowakosea kwa hizo tabia zake mbaya watakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kudai, Allah, huyu mtu mimi alinisengenya, huyu mimi alinifitinisha na mume wangu, huyu mimi alinifitinisha kazini kwangu, huyu mimi alinisingizia jambo, huyu alifanya. Kila mmoja anakuja na la kwake. Zinachukuliwa thawabu zake. Swala inaliwa yote inaisha, saumu inaliwa yote inaisha, zaka inaliwa yote inaisha, hija inaliwa yote inaisha, sadaka zake sijui nini zote, alelea mayatima zote zinaliwa. Bado watu wanakuja kwa sababu kuna tabia mbaya. Watu wanaendelea kudai thawabu wamemaliza. Kinachofanyika, zinachukuliwa dhambi za wale watu wanaomdai, zinachukuliwa, anapewa yeye, alafu anaingizwa motoni. Mtu anaingizwa motoni, alikuwa duniani anaswali swala 5, lakini anaingizwa motoni kwa sababu ya tabia mbaya. Hana akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizi tabia ndizo hizi tunazokuwa nazo tukiwa ndani ya somo. Tabia njema hizi tunazotakiwa tushikamane nazo, tusiishi kwa tabia mbaya. Zile njema ndio hizi tunazokuwa nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hizi tabia mbaya ambazo zitakwenda kutufilisi ndio hizi ambazo tunazikataa na tunaziacha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini isiwe maisha yetu yote ni hayo? Kwa nini tusibadilike ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunayoishi tukaishi hivyo hivyo maisha yetu yote? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mapokezi yaliyopokelewa katika hadithi, Mtume aliambiwa kuhusu mwanamke mmoja. Angalieni tabia ndugu zangu. Mtume anaambiwa kuna mwanamke ni bingwa wa kufunga saumu za sunna, ni bingwa wa kuswali swala za usiku. Mtu akishatajwa kwamba anafunga saumu za sunna, Ramadhani anakuwa hafungiwa. Kama anaswali swala za usiku, na maana faradhi zinamkosa. Lakini akaambiwa Mtume, lakini anamuudhi jirani yake kwa mdomo wake. Mtume hata kufikiria akasema hii afina moja kwa moja, huyo ni mwanamke motoni, na swala zake na saumu zake, maadamu anamuudhi jirani yake ni mtu motoni. Angalieni ndugu zangu Waislamu, tabia sio kitu cha mzaha katika Uislamu. Si kitu cha hiari kwamba ukipenda uwe na tabia mbaya, ukipenda uwe na tabia nzuri. Katika Uislamu hakuna. Kama wewe huwezi kuwa na tabia njema, tafuta dini nyingine, sio Uislamu. Na hizi tabia
ndizo hizi tunazozichuma ndani ya mwezi mtukufu. Tubadilikeni. Tubadilike ndugu zangu. Ramadhani inatufundisha subira. Subira wanaochuoni wanaistafsiri, wanaigawanya mafungu matatu. Kuna subira ya kuvumilia maudhi na mambo magumu unayopata ya kimaisha, ya kidunia. Unaumwa, mtu kakuudhi, umefukuzwa kazi, umefanya yale mambo magumu katika maisha yako. Hii ni subira aina ya kwanza. Kuna subira ya kuvumilia katika kufanya taa, katika kufanya ibada. Ibada si kitu chepesi, ni kitu kizito. Ukitekeleza inahitajika subira. Huwezi kuswali kama huna subira. Sasa kama ilinga hivi, sasa mwezi huu na maji ya baridi, yeye kile mwezi wa sita. Lakini Waislamu wanaswali. Hii ni subira. Asiyekuwa na subira hawezi kuswali. Kutoa zaka au kutoa sadaka ni amali njema. Hivi mtu kama hana subira anaweza kutoa zaka au anaweza kutoa sadaka? Wewe mali yako umeitafuta mwenyewe kwa jasho lako, umehangaika usiku mchana. Halafu huyu unataka kumpa amelala, wala hana shughuli amelala. Halafu unaenda kutoa pesa ambayo wewe umehangaika, unaenda kumpa Muislamu mwenzako ili aweze kujisaidia yeye na watoto wake ambaye hakufanya juhudi yoyote. Inahitajika subira ya hali ya juu. Siku zote watu wenye pesa wanataka atoe pesa apokee kitu. Lakini anatoa pesa afa anaondoka mikono mitupu. Ngumu sana. Lakini Waislamu wanafanya. Subira hizi tatu zote. Hii subira ya pili, subira ya tatu ya kusubiria maasi. Mtu asiyekuwa na subira hawezi kuacha kufanya maasi. Kwa sababu maasi yalivyo yametengenezwa katika sura nzuri. Si mazuri, lakini wanadamu wanayapamba maasi. Kuna watu mawakala wa shetani, wao kazi yao kuyatengeneza maasi yaonekane katika picha nzuri. Kuna kitu kinafanyika sasa hivi, nikiona kama miezi mingapi iliyopita hivi. Kuna mtu anaitwa Mr. Ladies, Mr. Bright, Mr. Ladies. Wanaletwa wasichana, wamevaa vizuri, wamewekwa hapo. Halafu wanakuja vijana, wanakuja kuchagua kupata nini wanawake wa kuondoka nao. Jambo limetengenezwa kwenye ukumbi mzuri, kuna vitu vizuri, kuna vinywaji, kuna nini. Vyombo vya habari vinarusha. Hili jambo kama binti wa Kiislamu hana subira, ataingia. Kwanza anakwambia basi sasa hivi wanaume wenyewe kupatikana shida, acha niende kwa Mr. nini sijui. Anaenda pale na anajipanga, anakuja anachaguliwa, mwisho na akichaguliwa na yake ndio anachukuliwa hivyo. Pale hapana ndoa, hapana nini, hapana baba, hapana mjomba, hapana kaka, hapana nani. Na ni jambo linafanyika, watu wamepewa vibali, watu wamepewa nini? Maasi ya mengi yamepangwa. Kuna mashindano ya kuangalia vipaji vya wanamuziki. Vijana wadogo wanaletwa kutoka maeneo tofauti. Pesa nyingi zinatumika kutengeneza ile jambo lionekane zuri. Mpaka mama, hata kila mama wa Kiislamu wakiangalia kwa TV wanasikia wivu, atatamani apeleke mwanae. Kuna kipindi fulani, kuna kitu kinaitwa Kisura. Nakumbuka, sasa unakumbuka? Kuna mabinti wametoka Dar es Salaam, wametembea Tanzania nzima. Hebu fikiria wamegharamiwa na nani? Na wanatafuta nini? Wanatafuta wasichana wenye sifa maalum. Wasichana wanapimwa mapaja yao, wanapimwa sijui wapi, wanapimwa ndio huyu ametimiza vigezo. Anachukua alafu anapelekwa Dar es Salaam. Wanaenda kufanya nini hao watu? Na huyu anayewataka wao mpimwa wana vigezo hivi ni nani na anataka nini? Lakini utakuta baadhi ya kina mama anasikitika mtoto wake hakuchaguliwa. Mtoto wake
maasi yamefikia kupambwa namna hiyo. Zungumza maasi unayotaka wewe, angalia yalivyopambwa. Asiyekuwa na subira lazima atatumbukia kwenye maasi. Sasa aina zote za subira hizi zinapatikana ndani ya ibada ya somo, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jana nimetoa mfano pale Mshindo, kuna watu wanavuta sigara. Lakini leo hii kuanzia asubuhi, kuanzia alfajiri mpaka sasa hivi hajavuta. Subira. Mabadiliko hayo. Kuna mtu hawezi kuvumilia ndani ya masaa mawili kukaa bila kuvuta sigara. Kila baada ya masaa mawili au saa moja lazima awashe sigara. Lakini sasa hivi ana masaa, sasa hivi saa 5 sijui tokea saa 11 leo sasa hajavuta sigara hata moja. Subira. Mtu anafanya subira kwa juisi, ndani juisi imekaa imeshakolea baridi vizuri. Mtu ana tende zimekaa nyumbani ziko vizuri na ana njaa, lakini anaingia chumbani anapofungia mlango analala. Haangalii tende, haangalii juisi, haangalii maji, haangalii nini. Anasubiri mpaka saa 12 na dakika 55 ndio sasa anatafuta tende kwa. Hii ni subira ya hali ya juu. Haya ndio mabadiliko ambayo tunatakiwa tuende nayo mfungo mosi. Sasa kama Ramadhani itaingia, tutakuwa na subira hizi zote tunazo. Subira kufanya toa. Waislamu wangapi ambao siku za kawaida wanakuwa vivu wa swala, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanaswali. Wamepata ile subira ya kufanya toa. Kwa sababu tulikuwa tunajadili sasa ile sefu. Ukimuona mtu anaingia msikitini hata kama ni Idi mpaka Idi, jua huyo ana imani ndani ya moyo wake. Lakini amekosa tu subira ya kufanya toba. Sasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanaipata subira ya kufanya, watu wanafanya toba. Watu wanaswali, watu wanatoa sadaka, watu wanafanya vitu chungu zima vya ibada. Mioyo imepata subira. Mabadiliko haya tunatakiwa tuendelee nayo. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu, tunaingiwa na vitu vingi sana vizuri. Tatizo tulilokuwa nalo hatuviendelezi. Hatuendelei navyo. Kuna watu wanaishi bila ndoa. Na tunapata tabu kweli mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani leo ukisikia leo Shaabani 29 simu zinaanza kumiminika. Sasa shehe, mimi nilikuwa naishi na mtu sina naye. Sasa huyu atapikia futari vipi? Yaani siku zote anapikia chakula, anakula. Hajawahi kuuliza akipikia chakula vipi. Lakini futari anauliza akipikia futari vipi? Tayari mabadiliko yale yameshaanza kumsogelea. Anahisi hapana kitu kizuri. Na yeye anakuambia kabisa sasa shehe, mimi nimerudisha kwao. Lakini je, naweza kumhudumia kule? Kwa nini umerudisha kwao? Kwa nini siku zote unaye leo Ramadhani umerudisha kwao? Umegundua kwa nini jambo sio zuri? Umeanza kuwa na mabadiliko. Kwa nini haya mabadiliko yasiendelee? Kama wanavyosema watu kwamba ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani mabaa hayana biashara. Hii kwa sababu gani? Kwa sababu walevi wa Kiislamu hawaendi. Sasa wakati mwingine tokea hata wale wenzao ambao sio Waislamu pia wanaona uvivu kwenda, kwamba mimi nitaendaje kulewa wakati fulani siko naye. Basi ndio ngoja kwa fulani amalize kufunga alafu tutarudi. Mabaya yanakosa biashara. Mabadiliko makubwa sana. Kwa nini hayaendelei baada ya Ramadhani? Ndugu zangu, mimi nimesema kwamba nimeambia mzungumzaji mkuu, lakini sio mzungumzaji mkuu. Mazungumzo Sheikh Abdalla kanifilisi. Lakini mimi nimeona nigusie hii sehemu ya mabadiliko. Kwamba mwezi wa Ramadhani na ibada ya saumu ni ibada ambazo
ambazo zinatufundisha mabadiliko na zinatubadilisha na zinatakiwa zitubadilishe moja kwa moja. Haya mabadiliko tunayoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuendelee nayo. Lakini mabadiliko haya yanapatikana vipi? Kwa sababu ndani ya Ramadhani inaonekana msaada wa Mwenyezi Mungu uko juu sana kuliko juhudi zetu. Baada ya Ramadhani zinatakiwa juhudi zetu kuyahifadhi haya mabadiliko. Na Allah ndivyo anavyofanya, kwa sababu katika Uislamu kilicholetwa ni mwongozo. Unajua kuna kadari, wanasema wanazuoni, kuna kadari ya kisheria alafu kuna kadari ya kiulimwengu. Kadari ya kiulimwengu ni ile kuvunjika mguu, kufukuzwa kazi, kufiwa, kuumwa. Hizi ni kadari za kiulimwengu au za kidunia ambazo wewe mwanadamu, wewe Muislamu sio Muislamu, huna hiari nazo. Wewe umepangiwa kuvunjika mguu, utavunjika tu. Lakini kuna kadari za kisheria. Kadari za kisheria ni za kwako wewe Muislamu. Wewe ndio unatakiwa ufanye. Alichokifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amekupa khiari, halafu amekupa uwezo wa kufanya na uwezo wa kuacha. Yaani uwezo wa kufanya kile kinachotakiwa na uwezo wa kufanya kisichotakiwa. Halafu akakupa khiari ya kuchagua. Unachagua kufanya kinachotakiwa au unafanya kisichotakiwa. Haya una wewe. Hii ni kadari ya kisheria. Wewe utakwenda kuulizwa nayo. Ila kuvunjika mguu utakwenda kuulizwa na mtu. Sababu Allah ndio anakupangia kuvunjika mguu, utavunjika tu mguu. Lakini swala la ulevi, Allah amekuumbia uwezo wa kuweza kunywa pombe na amekuumbia uwezo wa kuacha kunywa pombe. Halafu akakupa hiari, chagua unataka kunywa pombe au unataka kuacha kunywa pombe. Ukinywa pombe nitakuadhibu, ukiacha kunywa pombe nitakupa thawabu. Hii ni kadari ya kisheria. Hii mtu hawezi kusema kwamba sasa mimi Mwenyezi Mungu alishanipangia ninywe pombe. Hapana. Allah amekupa mwongozo, inna hadainahu sabil imma shakira wa imma kafura. Allah kazi yake hiyo, amekuongoza njia. Hii njia ya kheri, hii njia ya shari. Akakutengenezea uwezo kwenye nafsi yako ya kufuata njia ya kheri na kufuata njia ya shari, alafu akakupa hiari ya kuchagua. Kuna wenzetu hawakupewa hiari ya kuchagua. Malaika wao hawakupewa hiari ya kuchagua. Wao wanafanya tu kile kinachotakiwa wafanye. Yule aliyepewa kazi ya kusimamia mvua, yeye anasimamia tu mvua, hana kitu kingine anachokijua, kusimamia mvua tu. Hawezi kusema mimi nitaacha kusimamia mvua, hawezi. Lakini wewe unapewa uswali, ukapewa uwezo wa kuswali, ukapewa uwezo wa kuacha kuswali, afu ukapewa hiari ya kuchagua. Kwa hiyo unaweza kusema mimi si swali au mimi na swali, na katika huko kuchagua kwako ndio utakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Atakuuliza sasa, kwa nini uliacha kuswali? Kwa sababu hiari ilikuwa ni kwako. Sasa mabadiliko haya yanakujaje? Mabadiliko yanarudi kwenye hiari zetu. Mabadiliko yanarudi kwenye ule uwezo aliotumbia nao Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kufanya na kuacha. Ndugu zangu katika imani, hebu kila mmoja atie nia ya kwamba haya mabadiliko nilionayo Ramadhani nitaendelea nayo baada ya Ramadhani. Tia hiyo nia, alafu kuwa na maamuzi kwenye nafsi yako. Kwani si sigara tu kuiacha? Si pombe tu kuacha? Si unaacha tu zinaa? Si unaamua tu kwamba mimi sitaki tena? Kwani kuna nani atakwambia lazima ufanye? Na hivi ukisema sitaki, inakuwaje mpaka hiyo huwezi bila kufanya? Kitu gani kinatokea mpaka eti huwezi kuacha sigara? Kitu gani? Kitu gani kinakuja mpaka kwamba huwezi kuacha pombe? Ni nini?
ni nafsi zetu bado hazijaamua. Lakini sisi katika Uislamu pamoja na hilo la nafsi, lakini pia tunatakiwa tuombe msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amua, tia nia hiyo madhubuti, halafu mwambie Allah, ya Rabbi nisaidie. Mabadiliko yatapatikana. Nia zetu zikiwepo, msaada wa Allah utakuja. Usipokuwa na nia, msaada wa Mwenyezi Mungu hauwezi kuja. Kwa ndugu zangu, tunatakiwa tufahamu kwamba tunao uwezo wa kubadilika kama tulivyobadilika Ramadhani. Wanasema kwamba jambo ambalo haliji kwa juhudi ya mtu ni utume. Katika mambo ya kheri, utume ndio hauji kwa juhudi ya mtu, lakini ucha Mungu unakuja kwa juhudi ya mtu. Unafanya juhudi, alafu Allah anakuwekea msaada wake, lakini lazima juhudi yako ipatikane. Lakini ukitaka kuwa mtume, utafanya juhudi mpaka ufe, utume hauji. Utakuwa muombe tu kwa wewe unajiita mtume, lakini hakuna utume wa juhudi. Lakini ucha Mungu juhudi unakuja. Na lugha, tumeeleza lugha pana hapa ya ucha Mungu, lakini lugha fupi kabisa ya ucha Mungu ni kutekeleza anataka Allah na kuyaacha asiyotaka Allah. Wewe tayari ushakuwa mcha Mungu. Kwa hiyo nenda kajifunge, funga nafsi yako, nitatekeleza kila analotaka Allah, nitaacha kila asilotaka Allah. Wewe tayari unakuwa mcha Mungu, na wewe unastahili kuingia kule uiddat lilmuttaqin. Pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Mimi naomba niishie hapa, labda kama kutakuwa kuna maswali, basi inshallah muda uliobaki tutumie kwa maswali. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.